Wanaume wawili waliingia kwenye mabishano kwa sababu ya mwanamke. Dada alikunywa pombe hadi akazima ili ashinde dola milioni 2. Mshikaji alimbeba demu kutoka kwenye sherehe hadi nyumbani kwake. Rafiki wa kiume wa demu aliingia. Alipomkuta binti amezima, "Umepajueje hapa kwangu? Namba yako ni ya kwanza kwenye simu yake, wewe ni boyfriend wake?" Jamaa kujibu kitu akambeba demu ili anataka kuondoka. "Chukua mzigo wa huyu dada." Bisho akamwonyesha jamaa kibunda cha dola milioni 2. "Hiyo hela ni ya nini?" "Pesa kwa ajili ya malipo ya kazi." Jamaa akajua demu anajiuza. Hakujua kuwa demu ameshinda ile hela kwenye mashindano ya kunywa pombe. Jamaa kuchukua ile hela kwa kuwa alijua ni hela iliyopatikana kwa njia za kujiuza. Bisho alikumbuka namna ambavyo demu alikuwa anajichekesha baada ya kulewa. Akawa anatabasamu peke yake. Huyu demu alikuwa anaishi nyumba moja na rafiki yake wa kiume. Hela yake ya kodi alikuwa anaiweka ili akasome nchi za nje. Kesho yake asubuhi alikumbuka kwamba hajalipwa hela yake kutoka kwenye mashindano ya jana. "Yule kaka naye mdai kukuachia namba yake ya simu." Jamaa alikuwa na namba ya mshikaji lakini alijifanya hana. Dada alienda kuchukua fomu na akalipa hela kwa ajili ya kusoma nchi za nje. Akafanikiwa kujaza fomu na kulipa hela nusu. Akaahidi milioni 2 iliyobaki atawalipa baada ya kuchukua hela kutoka kwenye mashindano. Kesho yake akaenda baa kuacha kazi. Alikuwa ameshajiandaa amepanga na mabegi, lakini cha ajabu barua kutoka kwenye chuo cha Ufaransa haikuja. Akampigia simu wakala wa vyuo kupatikana. Dada akaenda hadi kwenye ofisi za usajili kuuliza kulikoni. Akaambiwa mtu aliyempa hela amekimbia na ada yake. Upande wa pili babu alimwonea huruma mshikaji akampa urithi. Alimwachia nyumba iliyojaa vitu mbalimbali vya thamani ili msaidie kuanza maisha mapya huko Korea. Jamaa anaishi na demu alipogundua demu ametapeliwa akamwonea huruma akampa demu namba ya yule Bisho. Wakati jamaa anaelekea kwenye nyumba ya urithi akapigiwa simu na demu. Bisho alifurahi kichizi akamuita demu. "Ni aje, naongea na dada wa 50,000 sio?" "50,000? Wewe kaka una kichaa. Tulikubaliana milioni 2. Sikia wewe, mimi sio boya kiasi hicho, huwezi kunitapeli." "Kaka nitapeli, wewe kaka ni muongo." "Nani muongo? Kwani nimekwambia sikupikia hela chako?" Dada alifika hadi kwenye hii nyumba kuchukua hela zake. Mshikaji alikuwa busy anasikiza muziki. Muziki ulikuwa mkubwa, mshikaji akusikia kabisa wakati demu anamuita. Wakati demu anatembea alijikwaa kwenye vitabu akaangukia kwenye kifua cha jamaa moja kwa moja. Je, jamaa ataendelea kuishi Korea, endeleza mahusiano na huyu demu au tena Marekani kumwoa yule demu wake mtoto wa jambazi? Comment hapo chini kama unahitaji part 3. Kabla hujaondoka hapo chini kuna story ya huyu jamaa ambaye alitembea na wadada watatu kutoka kwenye familia moja bila wao kujuana. Pia hapo chini kuna story ya mwanafunzi ambaye alimtongoza mwalimu wake. Pia hapo chini kuna story ya mchungaji ambaye alipendwa na binti mwenye pepo la ngono. Story zote hizo zinaisha, ni ndefu, hazina part 2 wala nini. Naomba like, subscribe, share, comment. Ukitaka usishare, usicomment, usubscribe, usilike. Simu ni yako, bando ni la kwako, sikupangii cha kufanya. Asante sana kwa support yako, asante sana kwa kuwa na Freddy Flix TZ. Kumbuka hakuna hii channel bila wewe.